Ripoti ya uchunguzi wa maiti ya marehemu Kezia Matuki imebaini kuwa mtoto huyo alinajisiwa kabla ya kunyongwa. Msimamizi mkuu wa hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kilifi, Daktari Gilbert Angore, ametoa taarifa hiyo iliyobaini kuwa marehemu Kezia alivunjwa shingo na kujeruhiwa kabla ya kunajisiwa. Postmortem report tukaweza kupata kwamba yule mtoto aliweza kuvunjwa shingo, alafu akafanyiwa zinaa na huyo culprit, ambayo sisi tunasema hilo ni tendo ambalo hatuwezi hata tukafikiria. Tumeweza kuchukua samples zote, au madaktari wameweza kukaa tangu asubuhi hapa kuhakikisha kwamba wamecollect zile samples zote polepole na kwa ukina, kuhakikisha kwamba hakuna kitu ambacho kimeweza kuachwa, kwamba hizo samples haziwezi zikaharibika, na tunazikimbiza by tomorrow zio zishafika government pathology government lab kwenda kufanya hizo testing so that tujue huyu culprit ambao amefanya hii kitendo apatikane as fast as possible. Tukio hilo limezua ghadhabu kubwa miongoni mwa viongozi mbalimbali pamoja na wanaharakati wa haki za kibinadamu ambao kwa pamoja wamelaani vikali kitendo hicho, wakikitaja kuwa cha ukatili. Ni huzuni kubwa, maanake ukiangalia katika kesi ambazo tuko nazo hapa Kilifi, Kezia ndio mtoto mdogo wa miaka 7 ambaye ameweza kwenda kuuliwa hapa Kilifi. Tumechoka. Wanaume wa Kilifi naweza kwenda kuomba, sijui kama wamafika kotini mkajua vile zile makesi pale. We have a strong judge anaitwa Madam Ivy. Venye anafunga wanaume, sijui mbona you don't learn. Watu wanafungwa zaidi ya miaka 50 pale. Sijui mbona. Jameni, tukue na utu. Hiki kitu kimetuumiza kama sisi wazazi, mashirika, kila mmoja limemgusa. Naomba tu, we have better laws for this. We are tired of killings, women and girls are not safe. Mwakilishi wa kike kaunti ya Kilifi ameahidi kufuatilia kwa karibu kesi hiyo ili kuhakikisha haki inapatikana kwa mtoto Kezia. Aidha, mashirika ya kutetea haki za binadamu yametangaza mipango ya kuandaa maandamano ya amani yatakayoelekea katika afisi ya kamishna wa kaunti ya Kilifi, wakitaka hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya wahusika. Polisi nimeambiwa wameanzisha uchunguzi. Wanamtafuta. Sijui ni mtu mzima, sijui ni kijana, hataki kujua. Tunamtaka apatikane hai au awe maiti, lakini tumjue ni nani. Kuna grupu imeshafomiwa, kina mama kesho wanataka kudemonstrate kutoka huko kwao mpaka kwa county commissioner pale. Mimi nitakuwa na hatutaki mtu yote atuzuie. Hii kesi ya Kezia lazima ijulikane. Tunaomba the security agencies wasiache chochote. They should not leave any stone unturned. Kuongea kama mama ama mzazi, sisi tungesema tu tupewe tu, tumfanyie kazi. And then wanaume nao watu support. Hawa watu ambao kwamba wanaibisha wanaume, the real men, wasikubali mambo kama yale. Tunataka haki ya Kezia itendeke, haki ipatikane. Manake unakuta cases nyingi sana ambazo zinafanyika kama hizo za hizo defilement cases huwa zinachukua muda mrefu sana kule makotini kuamuliwa. Kwa hivyo sisi tunataka hino kesi ipelekwe teketeke, ipelekwe haraka haraka. Tunataka haki kwa Kezia. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM, ladha ya Pwani.